Ndugu zangu wapendwa, masomo ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hesabu, la pili kutoka katika Matendo ya Mitume, pamoja na Injili kutoka kwa Mathayo, yote yanaonyesha lile wazo kuu la huduma, kutumikia, ambalo ndio jukumu la shemasi au mashemasi katika kanisa. Ndugu zangu wapendwa, na ninyi mashemasi watarajiwa, leo kanisa limekusanyika hapa kwa moyo wa shukrani tunapoadhimisha sakramenti ya takatifu ya ushemasi wa mpito kwa vijana wetu 12. Ushemasi wa mpito, kuna ushemasi wa kudumu na ushemasi wa mpito. Hao wote 12 ni wanapewa ushemasi wa mpito, sio wa kudumu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake kwa kanisa letu la Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kazi yenu sasa kama mashemasi ndio hiyo ya kuhudumu. Katika kitabu cha Hesabu, somo ambalo tulisikia, Bwana alimwambia Musa achukue wale wa kabila la Lawi awapeleke mbele ya Haruni. Haruni alikuwa kuhani. Kwa hiyo sasa hawa wa kabila la Lawi kazi yao ni nini? Kazi yao ni kuhudumu katika hema, kuhudumia nani? Huyu Haruni ambaye alikuwa kuhani. Na kazi yao pia hawa kutoka kabila la Lawi kulinda, kutunza vyombo vitakatifu pale kwenye hema. Kwa hiyo tunaona wazo linakuja la kuhudumia, wanapelekwa kule kuhudumia kwenye hema, kuhudumia huyu kuhani, kuhudumia kuhani Haruni. Na katika somo la pili kitabu cha Matendo ya Mitume, ambapo kwa kweli ndio chimbuko la ushemasi katika kanisa, tusikie habari za ile kanisa la mwanzo ambapo walikuwa wanakaa pamoja. Kanisa la mwanzo wanakaa pamoja, na kuna wale Wayahudi walikuwa wanaongea Kigiriki na ambao wanaongea Kiebrania. Sasa malalamiko yalitokea kwamba wajane wa wale Wayahudi ambao walikuwa wanaongea Kigiriki walikuwa wanafunzwa katika huduma, walikuwa wanafunzwa. Kwa hiyo sasa malalamiko haya yaliwafikia mitume, na mitume wanasema tuwezi kuacha kazi ya kuhubiri, tukae mezani kwanza kugawa chakula huko na kadhalika. Ndio wakawaambia waamini wachague watu 7. Watu wakachaguliwa watu 7, mitume wakawashia mikono. Basi hao wakawa ni mashemasi na kazi yao ni kuhudumu, ili mitume wabaki na ile kazi kubwa ya kuhubiri neno la Mungu. Kwa hiyo kazi yenye ambayo ni mashemasi tarajiwa ni kuhudumu, kutoa huduma. Na Kristo tunasikia katika Injili anasema aliye mkubwa ni yule ambaye anayetumikia. Huyo ndiye mkubwa, anayetumikia. Kwa hiyo anayetaka kuwa shemasi basi ajue kwamba anayo kazi ya kutumikia, awe mdogo ajishushe ili apate kutumikia. Ndugu zangu wapendwa, ushemasi sio hatua
ya kujikuza kuelekea kupata maslahi fulani, bali ni hatua ya kujishusha kwa ajili ya kutoa huduma. Anayejikweza hawezi kutoa huduma, lakini yule ambaye anayejishusha kwa kweli ni rahisi kutoa huduma kwa hudumia wengine. Kwa hiyo tunasema ushemasi kwa kweli sio hatua ya kuelekea ukubwa au ni hatua ya kujishusha ili kuwa tayari kuwahudumia wengine. Utume wa mshemasi ni wa aina tatu. Utume wa mashemasi uko wa aina tatu. Aina ya kwanza ni kutangaza neno la Mungu, kutangaza neno la Mungu, soma Injili kwa heshima, soma Injili kwa heshima. Kuna namna ambapo unasoma neno la Mungu, unasoma Injili sio kwa heshima. Kwa hiyo unapaswa kusoma kwa heshima Injili. Sio unasoma Injili labda unaweka mkono juu na naye hiyo, wala sio heshima. Kwa hiyo naitwa soma neno la Mungu, Injili kwa heshima na kuhubiri. Ndio kazi ya mashemasi, soma Injili na kuhubiri. Sasa katika kwenda kusoma Injili, liturujia iko wazi, kanuni za liturujia ziko wazi, kwamba shemasi anakwenda kwa padri na kuomba baraka, au kwa askofu na kuomba baraka, na baadaye anaenda kufanya nini? Anaenda kusoma Injili. Sehemu fulani inayotokea kwenye ibada, mefikia wakati huo wa Injili, shemasi anakwenda kwa padri, akawa amefunga kinywa, akainama, na ile padri kaa chini, akawa anaangalia, na huko kwaya wanaendelea kuimba ile shangilio, na shangilio inaisha, shemasi watu bado ameinama, na padri tena ameelekeza macho yake mbali huko. Alimuonea huruma na kugusa kichwani, unataka nini? Unataka baraka? Sema sasa. Kwa hiyo katika kanuni za liturujia iko pale, sio swala la kuinama tu, lakini unasema Baba naomba baraka, Baba naomba baraka. Baada ya hapo sasa padri au askofu anakubariki, baadaye unaenda kusoma Injili. Kwa hiyo kazi ndio hiyo, kusoma Injili kwa heshima, lakini kwanza baraka, alafu pia kuhubiri pale ambapo ibada ya misa takatifu inafanyika na kuna shemasi, basi padri anakuja kwenye kiti chake. Ni kazi ya shemasi kuhubiri ndio kazi yako. Na kuhubiri unahitaji nini? Unahitaji kwa kweli kujiandaa. Usipojiandaa vizuri utashindwa kuhubiri. Baina wasiini sana, mjiandae kulisoma hilo neno la Mungu na kuandaa vizuri mahubiri, kuja kuwahubiria waamini. Na wala usiseme kwamba Dominika iko mbali. Haiko na wengine ambao wanasubiria dakika za mwisho, Dominika iko mbali. Inaweza katokea dharura huko baadaye. Katokea dharura, wewe kusema kwamba nitaandaa mahubiri yangu Jumamosi usiku, na wiki nzima hapo ulikuwa umekaa tu unasubiria Jumamosi usiku. Inaweza katokea dharura na ukashindwa kuandaa mahubiri. Kama ilivyotokea sehemu fulani, hivyo padri anaandaa, yaani kuna Jumapili inakuja, kwa hiyo kuna mazoea hayo ya kufikiria dakika za mwisho. Sasa
ile siku ya mwisho dharura zikatokea, kwa hiyo kupata muda wa kuongea. Dominika inakuja, anasema mambo yatajipa tu wakati masomo yanaanza yanasoma. Somo la kwanza litasomwa, hakuna kitu alichoona kwamba kitakachomsaidia kujua. La pili hivyo hakuna, anasema nitakapoenda kusoma Injili nitapata wazo pale. Akaenda kusoma Injili, hakuona aseme nini pale. Kwa hiyo kuja abuni mbinu ya kuchomoka pale, abuni mbinu ya kuchomoka pale, sababu hali sasa kwake ni mbaya, haujui nini. Kwenye kanisa hilo kuna ile tunaita meza naye. Meza naye ni ile kwa nyuma kule, kuna ile sehemu ya ndani wanakaa watu kule, na hasa mara nyingi watoto ndio wanakaa kule, sio wanakaa huko. Kwa hiyo baada ya hana kafundiri, aliangalia kule wazi kuna watoto, na watoto wakati mwingine kuna mtoto anaweza kutembea hapa na pale, hivyo kuna nini. Akasema kwa ukali kabisa, niye watoto huko darini, acheni kucheza. Akasema nafoka kabisa. Na baadaye akarudi kwenye kiti kupumzika habari na sadiki, na watu wakapata kitu kwamba hadi amekasirika leo mpaka ameshindwa kuhubiri. Mkasirika sana mpaka ameshindwa kuhubiri. Wala sasa alijua namna ya kutoboka pale, sio kama alikuwa amekasirika. Kwa hiyo ninaombeni sana mwangalie mahubiri nzuri. Nikirudi nyuma kidogo kwenye ile kuomba baraka, sio nini tu kwenye liturujia, kama inawezekana mahali ambapo hakuna shemasi, kabla sio kamera mahali kutoka mbali, na kuna shemasi. Kwa hiyo kuna fani pale, lazima akahubiri, lazima sio kuhubiri, lazima akasome Injili, Sasa wakati mwingine tunakimbia huko, baadaye naona mtu anachomoka huko tu pale, anachomoka huko moja kwa moja anaenda watu, anaenda kwenye mambo kama hapo, anaanza kufanya kusoma Injili. Anauliza kijana gani hii? Amechomoka moja kwa moja tu kwenye kitu huko, anakuja kusoma Injili pale. Na tena baada ya kumaliza anabuki kitabu, anarudi kule. Basi tuko na baki na shangaa, ni kujia gani hii? Kwa kweli hakuna kujia namna hiyo. Kama misa ya kiaskofu yule kushemasi yule padri anaenda kuomba baraka, alafu anayebusu kitabu, wala sio kama ni padri ndio anabusu kitabu na kubusu kwenye kitabu. Ni askofu. Point taken. Ndugu zangu, nani ya pili, kazi ya pili ya shemasi anasema kuhudumu altareni. Katika maadhimisho mbalimbali ya liturujia, mtahudumu altareni, mtabatiza pia. Kama kubatiza, shemasi ana uwezo wa kubatiza, kushuhudia ndoa pia. Lakini naomba mwe makini katika swala hilo la kushuhudia ndoa. Kwanza, wewe kushuhudia ndoa ni ile kwa mara wengine wanasema kufundisha ndoa, lakini leo ndio tunasema kushuhudia ndoa. Ni kwamba kama ni katika ibada, kuna ibada ya misa na kuna ndoa ambayo itashuhudiwa, shemasi hawezi akashuhudia ile ndoa. Huu ni utaratibu uliowekwa